Mimi ni Nuru the Light, naangalia Daily News Digital. Nuru the Light, mwanamuziki Mtanzania anayefanyia shughuli zake nchini Sweden. Licha ya muziki, anafanya shughuli mbalimbali za kisanaa, zikiwemo utangazaji wa challenge zake kupitia channel yake ya YouTube. Pia ni mwanamitindo, mwandishi wa blog yake na safu mbalimbali, na pia ni muhisani anayesaidia watu wenye mahitaji mbalimbali. Baada ya miaka zaidi ya 10, sasa ndio ameamua kuachia albamu yake ya kwanza yenye nyimbo 13, akiita Walimwengu. Wimbo ambao ndio wa kwanza tangu alipoanza kuingia katika Bongo Flava. Kwa kuanza, Nuru, tufahamishe kwa nini umeamua kuachia albamu yako ya Walimwengu sasa na sio miaka ya nyuma? Nadhani ilikuwa muda umefika kwa mimi kutoa albamu, kwa sababu yani nimeshafanya muziki kwa muda mrefu sana. Sasa kusema wewe kujiita msanii alafu hauna kitu ambacho kinakurepresent wewe kama msanii, japokuwa kazi zilikuwepo, lakini kile kitu ambacho kwa msanii tunaita album, yani ni kama uwe na kampuni ya magazeti alafu hau produce gazeti, inakuwa hai make sense. Kwa hiyo ilifika tu muda nikaona sasa, yani nishawanyima mashabiki muda mrefu sana kile ambacho nilikuwa nataka kufanya long time ago. So nikakaa nikasema sasa you have to prioritize. Unajua hii miaka kama 5 nyuma sikuwa nafanya muziki kihivyo. Naweza kusema 5-6 sikuwa nafanya muziki kihivyo. Maybe na record nyimbo moja au 2-3 alafu nakuja natoa moja, lakini sikuwa ile niko concentrated na muziki. So naweza tu nikasema wanasemaga muda wa Mungu, yani japokuwa mimi nilikuwa napanga, lakini always kilikuwa kinatokea kitu ambacho kinanipa changamoto kutoa kile kitu, au roho kabisa inakataa. Lakini this time yani nilikuwa ready mentally, physically, yani nilikuwa yani hii kitu lazima kitoke. So nikakaa, tukaanza tena kuzimix zile nyimbo upya, yani ikabidi sasa niende tena studio ambayo nimerekodia, Soul House Studios kwa Joe Vibes Production. Kwa tukakaa sasa tukaanza kuzikakati nyimbo tena, yani from the beginning, from scratch. And nashukuru nimetoa kazi, nimeacha kidogo, hata wanasema nikianguka kesho na nikawa sipo tena, watu wataenda kusikiliza albamu. Mpenzi mtazamaji wa Daily News Digital, bado tunaizungumzia albamu ya Walimwengu ya Nuru the Light. Nuru, katika wasanii uliowahi kuwataja kwamba wanakuvutia ni mfalme wa singeli Msaga Sumu, lakini kwenye albamu ya Walimwengu hayupo. Kwa nini hujamshirikisha ili kuleta ladha tofauti? Nadhani na tamaduni ya kutopenda kurukia, japo muziki naupenda, lakini sitorukia tu ile trend kwamba sasa hivi singeli ina trend basi na mimi nifanye. Napendaga niwe kidogo na elimu ya ule muziki, nijifunze kidogo, yani nifanye practice fulani. So nafurahi kuona singeli inazidi kukua, lakini ningependa sana nipate darasa kwa mtu ambaye kashafanya muziki kwa muda. Sio tu mimi nidandie basi, yani just because hivyo, na ndio maana hujamuona, lakini ni mtu, sio yeye tu, kwa wasanii wa singeli kadhaa ambao napenda sana kazi zao na ningependa ni kufanya nao kazi. So I think that's the next step. Sasa hivi tumeanza na hiki, yani kama tumefungua mlango. So the next step would be sasa nataka nifanye nini kama mimi. Bado nataka na kama umegundua sijashirikisha watu wengi sana kwenye albamu, kwa sababu mimi ndo nafanya kazi hivyo, yani sipendi kushirikisha vichwa vingi, kwa sababu then I have to deal with these people hata kwenye promotion na vitu kadhalika. Kuna ile misconception, mtu anaona mbona hatuoni collab kwenye albamu yako? Mimi ndo msanii, mimi ndo Nuru. So wale wengine wanakuja tu kama kunisindikiza, lakini ultimately ile ni kitu changu mimi, sababu hata nikimleta mwingine bado kitabaki kwa changu. So nahisi hii, kwa sababu ilikuwa albamu yangu ya kwanza, I really wanted people to kuona safari yangu ya muziki, yani toka nyimbo ya kwanza, na ndio maana unakuta jina la albamu pia limebeba nyimbo yangu ya kwanza ya Kiswahili ambayo inaitwa Walimwengu. Kabla hujajikita katika Bongo Flava na ukatoka na albamu hii ya Walimwengu, ulikuwa na jina lingine la kisanii, ulikuwa ukiitwa Danuda. Kipindi hicho ulikuwa ukiimba kwa Kiingereza.
Nadhani uliachia nyimbo 2 hivi, Look at Your Man na Summertime. Lakini nyimbo hizi kwenye albamu hazipo. Na ni nyimbo kali sana kuzisikiliza. Unaweza kutueleza kwa nini hazipo kwenye albamu? Wakati nimekutana na marehemu Dando, he's the one ndo aliniintroduce kwenye label. Kwa hiyo nilienda pale, nikafanya demo, wakanipa chance kufanya demo. Sasa ile demo ilivyopigwa kule, wakaipenda sana, which ndio hiyo nyimbo hiyo, Look at Your Man. So wakati ile Stockholm Records inabadilishwa sasa kwenda kwenye mfumo mwingine wa BMG, kuna vitu ambavyo vilitokea ambavyo haviwezi mimi kunipa haki za zile nyimbo, kwa sababu first of all nilikuwa mdogo sana. So ni vitu ambavyo yani label as a label walishatayarisha ma producers, waandaaji, studio, kila kitu. Yani mimi nipelekwa tu pale ni rekodi. So of course mimi nitapata hela kwa sababu nimeweka sauti kwenye vile vitu. So ultimately ile changes ilivyokuja na nini na mimi nilikuwa napenda sana kusoma. So niliacha kufanya muziki nikawa yani nimalize masomo yangu, yani chuo nini, all of those things, kwa sababu nilikuwa naona kama vile I'm missing so much yani shule. Nikiwa kwenye tours au tunafanya yani kila saa mimi nilikuwa na vitabu yani na mabuku nasoma, kwenye basi nasoma, naandika. Sasa nikirudi shule naona kama vile bwana pitwa na vitu. So end of the day nikasema mimi nataka kusoma, kwa nikaacha. So ile hamu ya muziki ilirudi tena, it's when nilivyoona sasa Bongo Flava. Bongo Flava ni nini, ni kitu gani? So that's when nikasema nataka kufanya muziki wa Bongo Flava. Na ile pia ilinipa a challenge kwa sababu kwenye Bongo Flava I got to be an independent artist. Lakini kule nilikuwa nimebanwa kwa sababu niko kwenye mkataba, niko kwenye label. So kuna vitu nilikuwa siwezi kufanya, sina ile freedom ya kufanya. Lakini creativity wise hapa kwenye ile Bongo Flava ikanipa mimi a chance kwa ile kwamba sasa nina uhuru wa kufanya kazi na mtu yote nataka, muziki naotaka. Ndio maana unanikuta kwamba maybe nikaja kujikita huko zaidi, lakini safari yangu ndo ilianza hivyo. Nyimbo nyingi zilizopo katika albamu yako zina video, lakini video zake ni zilirekodiwa miaka mingi iliyopita. Vipi, una mpango wote wa kurudia video zako ili kuendana na ushindani wa soko la video zilizopo kwa sasa? Nadhani sitoitendea albamu haki kama sitofanya hivyo. Kwa hiyo hiyo idea ipo na plan ipo, ni ile tu ku-execute it. Lakini hivyo vyote vitafanyika. And with time tutafanya kila kitu. Tutakuwa kama vile nakumbuka wa Kongo walikuwa even wakitoa album wanatoa video kwenye kila nyimbo ambayo iko kwenye album. So we need to adapt that again. So nahisi nitafanya kwa sababu pia nimeona kidogo tumekuwa na uvivu wa kufanya video hapa sasa hivi. Yani ile kama zamani ile nyimbo kichupa kimetoka. Sasa hivi kidogo tumepoteza ile. So we need to bring it back. Mtu anafanya tu visualizer au hivi clip vya TikTok au clip kwenye Instagram, lakini sio ile kukaa yani creative wise kutengeneza bonge la video. Kidogo naona kama ile kasi imepotea. Hata ma director sasa hivi unawahesabu yani wa video. So tafanya. Unafikiri albamu zinalipa kwa sasa? Au kwa sababu wewe ni mwanamuziki wa muda mrefu unalazimika kutoa albamu kwa ajili ya heshima tu? Kuna hela kwenye muziki. When it's done right, the money is there. So unatakiwa tu uwe na elimu ile nafanyaje yani. Lakini na albamu usitegemee kupata hela kwamba itakuja straight away. Ni kitu ambacho kina uendelezo, yani kina mbadala. Yani 10 years from now unaweza ukapata maybe big money 5 years from now, lakini sasa hivi kwa tu unapata. So cha msingi tuwe na ile tamaduni ya kuipa kitu muda yani cha kufanya kazi yake. So of course naelewa kama mtu ameinvest a lot of money after album anaona kama vile haimuingizi kitu kwa sababu labda hana ajira nyingine au ana kitu kingine ambacho kinamuingizia pesa. It might be a bit frustrated yani ile kufikiria mimi nimetoa album na watu wanasema digital inalipa na nini. Digital inalipa, but you have to do it the right way pia.
lazima ujifunze nafanyaje kupata hiyo hela digital, sio tu kwamba ipo tu, kwa sababu hata hawa watu wana tricks zao. Mnakumbuka YouTube 10 years ago it was different, YouTube 5 years ago ikabadilika tena, na sasa hivi tuna changamoto nyingine. So hata hawa content creators ambao zamani they were making a lot of money, they are not making as much, lakini kwa sababu washajijengea misingi ya kibiashara sehemu zingine, so ile haiwapi tena shida kwa sababu tayari wana mazingira bora. So album, kama msanii unahitaji kujiuliza, mimi nafanya muziki to make money, au mimi nafanya muziki kwa sababu napenda, au mimi nafanya muziki kwa sababu na talanta? Hamna mtu anapenda kufanya kitu na asipate mrejesho. Of course tuna expect mrejesho one way or another, lakini tusifanye kwa lengo tu ile minta sababu inaweza isitokee leo, lakini ikatokea after 2 years ndio kajikuta sasa ule mrejesho ndio umekuwa mkubwa, au kajikuta hapa sasa hivi ile hela inaingia kama hivi, alafu then after 2 years unaona sipati kitu yani, au inakuja lakini very little. So bado tunahitaji shule kujifunza yani digital wise, yani the money how it's been made, but also kwamba tunahitaji kufanya album as artists. Kuna umuhimu yani, hatuwezi tukasema yani mcheza mpira hawezi kufanya mazoezi afu asicheze mechi, yani haileti mantiki. So it's the same thing kwamba tunahitaji kufanya album ili mtu aweze kujua msanii fulani nasikiza kazi zake through album yake, kwa sababu hiyo ndio tamaduni yani. La sivyo tukishaua kwamba hamna album, tunatoa tu singles, then tunaua ile yani results ya kazi zetu. So nahisi for me personally, sio kwamba nilikaa tu nikasema kwa vile nimefanya muziki, no. Yani nilikuwa na deni kwa mashabiki zangu na kwangu mimi personally kama Nuru na msanii. So that's why. Kwa faida ya mashabiki wako, waeleze nini kilitokea hadi ukaamua kukaa pembeni kwa miaka yote hiyo na sasa ndio umerudi. Vipi, changamoto zile zimekwisha? Sema ulikuwa labda mpishi mzuri sana na watu wako wanakuja kwenye sehemu yako anakula na nini, alafu siku tu mtu akakuudhi au kikatokea kitu ukaacha ile kitu, so unajikuta kwenye ile kitu yako ulikuwa unafanya, kumbe ulikuwa not only unajinyima wewe mwenyewe, lakini even watu wengine. For me personally, nahisi kwamba bado watu hawajajua kipaji changu to the fullest. Yani ni kama nimewaonjesha tu a portion. So it's very important wajue kwamba yani nataka sio watu tu, lakini even the people outside of Tanzania wajue kwamba sisi tuna wasanii ambao wanajua muziki. Not wanaujua muziki to the fullest. Yani nikae na mtu ambaye kafanya muziki miaka 20-30 wa nje na tuna have conversations, anajua kabisa huyu yuko vizuri, not only kwenye kujua muziki but hata kwenye talanta yake. So nahisi now yani nitazidi kufanya more music. Yani sitorudi tena kwenye ile mentality watu wamenikera au watu wamenifanya fitna, au yani hao watu watabaki kuwepo. So for me it's important kwamba na mimi niendelee kuwaonyesha kwamba nipo na nitaendelea kuwepo na tunatamba na album. Na wewe kama shabiki wake wa Nuru the Light, msupport Nuru the Light kwa kusikiliza nyimbo zake kupitia mitandao mbalimbali ukiwemo Spotify. Nimekuwekea link hapo chini, na wala hakuna gharama yoyote kusikiliza albamu yake hiyo. Kusikiliza nyimbo hizo ni bure tu kupitia mtandao huo. Wejiunge kwa email yako kisha burudika na walimwengu.